Mimi ndio si mgeni Mwanza, lakini kwa leo mimi ni mgeni, maana nakuja kucheza na timu ambayo hatuijui sana. Tulicheza nao raundi ya kwanza kule, tulipata point 3, lakini kikweli timu imebadilika mahali pakubwa sana. Kimpira na kimtazamo wangu najua itakuwa mechi ngumu sana, maana pia Pamba Jiji wenyewe hawako vizuri sana vile, wanahitaji pointi, na sisi pia tuko mahali tetanishi sana. Kwa hivyo naamini sisi tunahitaji hizi pointi zaidi ya wao. Kwa hivyo naamini tutakuwa ni mchezo mgumu sana, lakini tumejipanga, tumejitayarisha, tumewaona vile wanavyocheza na vile wanavyofanya, tumeambizana na vijana. Naamini vijana wakitilia maanani mambo ambayo tumewaelekeza, tutakuwa na siku nzuri kesho kupata kile ambacho tunanuia kukitafuta, ambacho ni pointi. Okay. Na labda namna ambavyo unawaona Pamba hasa kwenye michezo iliyopita, kuna namna ambavyo unasema hapa inabidi niwekeze nguvu hasa kiufundi hasa? Ni kweli, ila singelipenda kuyadokeza wazi, maanake hizo ndio mbinu na njia ambazo tunataka kutumia. Lakini tumeona Pamba wana wachezaji wazuri, na waheshimu, na mwalimu mzuri mwenzangu, tumekuwa pamoja timu ya taifa siku nyingi, na mimi nitakuwa ni mchezo mgumu kweli. Na hasa ukizingatia kwamba wote umetoka katika taifa moja, pengine hivi linaongeza ugumu kiasi gani? Linaongeza ushindani mkubwa sana, maana tutajuana sana kimfumo, akibadilika ataenda wapi, nikibadilika nitaenda wapi. Kukua pamoja katika timu ya taifa imechangia mambo mengi, maana tutajuana, tushakuwa mandugu, ni mapacha. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ngumu sana. Okay. Sasa hebu tuambie maandalizi yale mahususi ya kikosi chako kuelekea katika mchezo. Maandalizi sisi tumekamilisha. Baada kutoka kule Mbeya tulikuja mapema sana huku. Pamba Jiji wakicheza na Simba, sisi tulikuwa Mbeya tuwatizama tu. So maandalizi tumemaliza 95%. Iliyobaki ni wachezaji kwenda uwanjani kwenda kutekeleza kile ambacho tumekifanyia kazi kwa muda ule tumekuwa hapa. Takwimu zipo na huwezi zibadilisha. Hiyo inabaki kuwa ni historia. Lakini na sisi tuna fursa ya kesho ya kuandika tena historia mpya. Kwa hivyo kwetu kupambana kugeuza kile ambacho kimekuwa kinaonekana kuwa ndio mwenendo wetu ugenini, kitakuwa ndio taswira ya timu yetu kesho. Kucheza ugenini kwetu kama Mtibwa kwa kweli sisi tumezoea. Maana mechi mingi hata zetu za nyumbani zote ziko ugenini. Kwa hivyo sioni kama timu vijana wetu watakuwa na kubapatika kama kuhangaika kwa ajili ya kucheza ugenini. Okay. Ongea na wana Mtibwa sasa. Cha msingi ni kuwaomba wana Mtibwa wale wako karibu watushangilie, waje watushangilie. Wenzetu ambao hawezi fika basi tuungane pamoja katika dua na kuiombea timu yetu na kutakia timu yetu mema katika mechi yetu ya kesho. Naamini mechi ya kesho tutafanya vizuri kwa sababu tumepoteza sana mechi nyingi za ugenini. Ila naamini mechi ya kesho tutapata matokeo mazuri. Kuhusu michezo ya ugenini, awali hata mwalimu mwenyewe alisema kwamba sisi uwanja wetu upo kwenye matengenezo kule ya Manungu. Ila kwa sasa sisi bado hatujawa na uwanja maalum. Ila kwa saizi tupo Morogoro mjini. Tunachukulia hiyo hapo kama tuseme ni changamoto upande wetu sisi. Ila sio kisingizio sana kikubwa, lakini kwa upande wetu sisi na mimi nimechekesha tapambana kupata matokeo. Bila shaka mmewaona Pamba Jiji. Namna ambavyo unaona unacheza na nyinyi mnapokaa mnaangalia mchezo wa Pamba, kama wachezaji mnazungumza nini hasa mnapoelekea kucheza nao? Ya morali ipo juu kwa wachezaji. Na mimi mechi kesho tufanya vizuri, maana tunapokuwa kambini kule tunahamasishana kuangalia hata msimamo jinsi unavyoenda. Msimamo tupo kwenye nafasi nzuri sana, pointi 27 sasa hizi, sio nafasi nzuri, nafasi ya 12. Ila naamini mchezo wa kesho tutafanya vizuri.